Chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania, TWCC, ni asasi kuu ya mwamvuli inayounganisha vyama vya wanawake, wafanyabiashara wa kisekta, makampuni, vyama vya ushirika, vikundi na wamiliki pekee ambao wamekubali kuunda umoja wa kutetea, kushawishi na mtandao kwa ajili ya ustawi wa biashara zao na ukuaji wa jasiriamali wanawake. Ikumbukwe, dira ya Chemba ya wanawake ni kuwa kichocheo katika kumkomboa mwanamke mfanyabiashara wa Kitanzania, huku dhamira ikiwa ni kuandaa wanawake wa Tanzania kuwa na umoja wa kutetea haki na kukuza biashara zao kwa kutumia fursa ya kimkakati ndani na nje ya nchi. TWCC ni chemba ya wafanyabiashara wanawake ambayo ilianzishwa, lengo ni kuangalia namna gani tunaweza tukamkomboa mwanamke kiuchumi. Kwa hiyo hizi ndio sababu ambazo zilipelekea kuweza kuanzisha hii chemba. Kwenye dira na dhamira hii ya TWCC, mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara mkoa wa Mtwara, Bi Mwajuma Ankon, ameweza kuwakutanisha wanawake zaidi ya 100 kwa kuwaonesha fursa mbalimbali za kiuchumi. Mwanamke huyu wa shoka alianza kwa kuwaonesha fursa kwa upande wa ufugaji wa jongoo bahari. Kwenye eneo hili, wanawake zaidi ya 50 wameweza kumiliki vizimba vya ufugaji wa jongoo bahari kwa kuchangamkia uchumi wa buluu. Mimi naitwa Mama Kazimoto, ni mkazi wa Mtwara mjini. Hapa tupo akina mama wa kikundi cha Hekima. Kwa kweli tumehamasika sana katika hichi kikundi cha Hekima baada ya mama kutoa mwamko wa kufanya uwekezaji katika uchumi wa blue. Kwa kweli tumeitikia wito wake na ndio maana tuko hapa. Kwa kweli tunashukuru sana. Tuko hapa takriban miaka 2 sana sasa katika uwekezaji wetu huu. Kwa kweli huu ni uwekezaji mzuri sana, yani na tumeupokea vizuri sana sisi wananchi, hususan wanawake wa mkoa wa Mtwara. Kunaitwa Zena Kawawa, ni mjasiriamali na ni mmoja wa kikundi kicha kina mama wafuga majongoo. Baada ya fursa hii kutangazwa hii ya uchumi wa blue, akina mama tulilipokea vizuri sana. Tukawekeza, tukapata elimu kwanza hiyo ya ufugaji majongoo. Baada ya hapo tukaandaa vizimba vyetu tukawekeza. Kama hivyo vizimba mnavyoviona hapo, tumewekeza hapo jongoo zaidi ya 2000 mpaka 3 ambao tuna imani kabisa kwamba watatuinua kiuchumi. Mwanamke huyu shupavu, licha ya kuwaongoza wanawake hawa, lakini pia kuna changamoto ambazo anakutana nazo katika mradi huo wa jongoo bahari. Eneo hili baada ya Rais Samia kutangaza kuhusu swala la kuwekeza kupitia uchumi wa blue, mimi kama mwenyekiti wa wanawake wafanyabiashara niliweza kuhamasisha wanawake ili tuweze kuingia kuanzisha huu mradi ambao tuliamini kabisa kupitia maelezo ya rais wetu sisi kama wanawake tunaweza tukajiinua kiuchumi. Kwa hiyo tulifanya uhamasishaji mkubwa, na kwenye kuhamasisha upande wa uchumi wa blue tulihamasisha kazi nyingi sana. Kazi ya kwanza tuliweza kuhamasisha hususan kwenye swala la ufugaji majongoo bahari kama hapa hivi tulivyo panavyoonekana, lakini pia tulihamasisha hata ulimaji wa mashamba ya mwani, pia tulihamasisha kwenye eneo letu ambalo limezungukwa na bahari. Kwenye uwekezaji wowote lazima changamoto zitakuwepo. Changamoto ambazo ziko hapa, ili eneo ambalo tumefanyia huu uwekezaji ni eneo ambalo lina mchanganyiko wa watu. Kama mnavyoona sasa hivi kwamba kipindi hiki cha mvua kuna watu mbalimbali ambao wanaweza kufika hapa. Yaani ile eneo linatumika na matumizi mbalimbali. Kuna wavuvi wako hapa, lakini pia kuna wanunuzi wa samaki wanakuepo hapa, na pia tuko sisi ambao tumewekeza. Kwa hiyo kupitia changamoto hii tunajikuta kwamba hawa majongoo ambao tumeweza kuwafuga hapa, wakati mwingine unaweza ukakuta wenzetu ambao wanaopita, kwa sababu jongoo ana thamani kubwa sana. Na kama nilivyosema kwamba kuna wanunuzi ambao wapo wananunua jongoo wa bichi. Kwa hiyo kama mvuvi anapita kwenye eneo hili akikuta jongoo hawezi kumwacha, kwa sababu ukichukua jongoo mmoja unaweza kuuza shilingi 2000, 3000 mpaka 5000.
kwa mbichi kwa mmoja. Sasa kwa hiyo akipata watatu wanne anajua kwamba tayari siku kama hiyo maisha yake yamfanya nini, yameenda. Kwa hiyo kupitia hii changamoto ya kuwa sehemu la uwekezaji kuna mchanganyiko, tulikuwa tunaomba serikali ione ni namna gani wanaweza kututengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuhakikisha kwamba kwenye ile eneo basi linakuwa litumike kwa matumizi ya mradi tu, na wananchi wengine waweze kuelekezwa pia kwenye eneo la kupita au la wao kufanyia shughuli. Pole sana wanawake wathubutu wa changamoto hizo. Ipo siku isiyokuwa na jina wala mwezi mtakuja kuyasahau haya na kumiliki fedha nyingi kwa uwekezaji huu ambao mmeufanya kwenye ufugaji huo. Mwajuma Ankoni mwenye kuwaonesha fursa za kiuchumi hakuishia hapo. Ameweza kuwafungua wanawake kwenye eneo la ufugaji. Hapa anazungumzia kuku pamoja na ng'ombe. Jina naitwa Rahma Rajabu Saidi. Ni mjasiriamali. Kampuni yangu inaitwa Rakibu Investment. Nakaa Shangani. Ni mjasiriamali wa ufugaji wa kuku, ng'ombe, kilimo pia na usindikaji. Na ni mwanachama wa TWCC. Kupitia TWCC mwenyekiti wetu ni Mwajuma Mkoni. Ametuhamasisha wanawake tuwe wajasiriamali ili tuweze kujikwamua kiuchumi, lakini pia ametujengea ujasiri wa kuweza kufanya kazi, kuondoshana na yale ya kubweteka tu yale. Juma wetu wa Mkoni mwenyekiti wetu kwa kweli ametuhamasisha vya kutosha. Kwanza ametuhamasisha sisi wamama tufanye kazi. Ufanyaji wa kazi ni wa kila mtu, ni haki zetu. Ametujengea uwezo wa kuweza kufanya biashara hizi na pia tuweze kujiamini kwa kufanya biashara, tusaidia kiuchumi. Mwajuma Mkoni ametuhamasisha jinsi ya kurasimisha biashara zetu ziwe rasmi kwa ajili ya kulipa kodi ya kusaidia serikali yetu. Na ametujengea uwezo jinsi ya kusajili biashara zetu. Unafanya biashara kiuhakika, kwa uaminifu, na unaweza kufanya biashara hata nje ya nchi kwa ajili ya usajili. Ndio faida yake kubwa ambayo tumeipata. TWCC kupitia hizo shughuli kuna mafunzo ambayo tunafanya. TWCC inatoa mafunzo mbalimbali. Tunatoa mafunzo ya jenda, tunatoa mafunzo ya ujasiriamali, tunatoa mafunzo ya usindikaji kama nilivyoelezea awali, kilimo, uvuvi, hivyo vyote mafunzo tunayatoa. Lakini katika kutoa mafunzo tunavyomwandaa mjasiriamali au mfanyabiashara mwanamke na kijana anavyokuwa tayari ni mzalishaji mzuri. Kwa mfano kama ikiwa amemiliki kiwanda, sisi kama TWCC tuna jukumu pia la kumtafutia masoko, kwa sababu kuna wajasiriamali wengi ambao wanafanya shughuli za kijasiriamali, wanazalisha bidhaa, lakini changamoto kubwa unaweza kukuta ni soko. Kwa hiyo sisi kama TWCC na mimi kama mwenyekiti wa chemba ya mkoa wa Mtwara nimekuwa ni chachu kabisa kuhakikisha kila palipo mjasiriamali basi nahakikisha tunapambana kwa ajili ya kutafuta masoko ili waweze wakajitangaze na kuuza hizo bidhaa zao. Kwa hiyo tunapokuja kwenye swala la kutafuta masoko, ni jukumu letu kuhakikisha tunafanya uhamasishaji mzuri kwa hao wafanyabiashara na wajasiriamali kuzalisha bidhaa ambazo zina ubora zaidi. Nikizungumzia ubora ninamaanisha kwamba wanakuwa na bidhaa ambazo zina nembo ya TBS, lakini pia bidhaa ambazo tunahakika zikiingia sokoni haziwezi lazima zitachukuliwa na wafanyabiashara wengine wakubwa. Kwa hiyo tunahamasisha kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanazalisha bidhaa zilizo bora ambazo hata zikiingia sokoni hatutapata changamoto yoyote.
Lakini kupitia swala la soko tunahakikisha kwamba kuna maonesho mbalimbali ambayo yako. Kwa mfano kama Tanzania tuna maonesho ya Sabasaba ambayo ni maonesho ya kimataifa. Tuna maonesho ya 88 ya wakulima. Lakini tuna maonesho mengi ambayo yanaweza kaandaliwa na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama chemba na mimi kama mwenyekiti wa chemba wafanyabiashara wanawake mkoa wa Mtwara nahakikisha kwamba natoa uhamasishaji mkubwa kuhakikisha wafanyabiashara wetu wanashiriki kwenye hayo maonesho ili waweze wakajitangaze kupitia bidhaa zao, lakini pia sio kujitangaza tu, wanaenda kuuza. Lakini dhima ya kwanza ya maonesho ni kujitangaza. Mteja akishaona, tunaamini kabisa kupitia maonesho watu wengi wanapata fursa nyingi za kuuza bidhaa zao. Si hivyo tu, mwanamke huyu amewafungua wanawake wa Mtwara kwenye nyanja ya viwanda vidogo vidogo, ambapo hapa wanawake wameweza kujiajiri wenyewe. Selemani Kulangala, mimi ni mjasiriamali napatikana Mtwara mjini. Na pia ni mwanakikundi wa kikundi cha Mikindani Food. Kikundi chetu tuko kina mama 8. Tunajishughulisha na ubanguaji wa korosho. Tukishabangua zile korosho sisi wenyewe tunatafuta masoko ya ndani na nje pia. Kwa hiyo tunaanzia kuuza hapa Mtwara, tunauza Dar es Salaam. Pia tukipata tena na oda huko nje tukienda kwenye maonesho pia tunapata wateja. Katika kujishughulisha shughuli zetu za ujasiriamali tangu miaka tulianza ni muda mrefu sana. Tumebarikiwa kupata mafanikio makubwa sana. Sisi kama kina mama 8 ambao tuko kwenye kikundi cha Mikindani, kila mmoja wetu ana mafanikio yake. Nikizungumzia mimi nimesomesha watoto wangu, nimejenga, na pia napata riziki kila siku kupitia biashara hii ya korosho. Na pia katika kufanya hii kazi kuna baadhi ya taasisi pia wanatusaidia. Kwa mfano kuna SIDO tunapata mafunzo. Kuna hii TWCC pia tunapata mafunzo ya kuweza sisi kuendelea na hii biashara yetu. Kwa kweli tunashukuru sana support yao, kwa sababu tunapokutana kwenye mafunzo tunapata mafunzo mbalimbali ambayo sisi tunachanganya na akili zetu, tunajua nini tunafanya. Tunawashukuru sana TWCC. Na kina mama wengi sana wamejiunga TWCC. Kuna vikundi vingi tu ambavyo vinatukutanisha pamoja na tunapata maendeleo kupitia sisi kina mama. Mwajuma Ankoni amewezesha wanawake na vijana wa mkoa wa Mtwara kuweza kumiliki viwanja vya makazi na biashara mara baada ya kusikia fursa hiyo kutoka kwenye moja ya taasisi ya upimaji wa viwanja hapa nchini. Tuliona kuna changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nazo hata tunapowatembelea wafanyabiashara wetu wanawake, hususan kwenye swala la mitaji. Kwenye swala la mitaji limekuwa ni changamoto. Kwa mfano kama sasa hivi kuna taasisi nyingi ambazo zinakopesha pesa za mitaji, lakini kupitia wanawake wengi ndani ya mkoa, hata nje ya mkoa walikuwa na changamoto kushindwa kupata hizo pesa kwa sababu hawana dhamana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nikaanzisha kitu ambacho kilipelekea kwa sasa wanawake kuweza kumiliki ardhi. Tulianza kuwahamasisha kuna namna gani wanaweza kumiliki ardhi. Na tulivyoanza, kwa mfano tulianza kwa Mtwara mjini. Nilifanya kikao na watu wa Global Land Solution kwa sababu wao wana viwanja pale vya makazi na biashara. Tulifanya nao kikao, nikaenda kuongea nao na tukakubaliana kwamba wao wako tayari kuuza maeneo yao kwa kulipa kidogo kidogo kuanzia shilingi 1000 na kuendelea. Kwa hiyo baada ya kutukubalia tulifanya mkutano mkubwa ambao ulifanyika Mtwara hapa Mashujaa, ambao ule mkutano kwetu ulileta tija sana kwa sababu walijitokeza wanawake wengi, lakini tulifanya promotion hata kwa vijana pia wa bodaboda ambao kwa sasa hao vijana wengi wameweza kununua viwanja vya makazi na biashara pale Mji Mpya Mikindani, na kuna wengine pia wameenda mpaka Mji Mwema. Kwa hiyo kupitia changamoto inayohusu swala la kutokuwa na dhamana ya kuweza kukopa pesa, tumejitahidi kwa kiasi kikubwa. Tumejikuta wanawake wengi sasa hivi wanamiliki ardhi kwa majina yao, na hili halikufanyika Mtwara tu, ni ndani ya mkoa mzima. Tumeenda Masasi, wapo wanawake wengi sasa hivi wanamiliki ardhi, na Nyumbu Mangaka wanamiliki ardhi, Newala, Tandahimba mpaka Mtwara vijijini. Kwa katika uhamasishaji huu umesaidia kuhakikisha kila palipo mwanamke ambaye yuko tayari kumiliki ardhi basi anaweza kumiliki ardhi. Mwanamke huyu kwa uhodari wake na utendaji kazi
ameweza kuwapeleka wanawake wafanyabiashara ndogo ndogo mpaka nchini Canada kwenye kushiriki maonesho mbalimbali na kujifunza namna wenzao kwa kiasi gani wameweza kufanikiwa kwenye eneo hilo. Chemba ya wafanyabiashara Tanzania kwa mkoa wa Mtwara, hakika mmelipata jembe. Jembe ambalo mpaka sasa ameweza kutembea kwenye dira na dhamira ya TWCC. Kikubwa kumpa ushirikiano uliotukuka ili aweze kufanikisha kwa yale ambayo anaenda kuyatekeleza. Mwanamke, simama imara.